Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bado tunaenda na Idi. Idi ni siku tatu, leo ni siku ya pili. Kama hukuchinja jana, unaweza chinja leo. Kama hutaweza leo, unaweza chinja kesho, sababu Idi ya hii ni Idi kubwa, inaenda siku tatu. Wala ndo nataka kuongea, hii poll nimeweka kwa sababu ya Ebola. Nasikia watu wa one time wameanza kuleta propaganda kwa social media about Ebola. Anasema Ruto anataka kubali Ebola ikuje titiwe Kenya kulingana na habari za US. So Donald Trump, nani ajui Donald Trump? Donald Trump juzi alikuwa anampea tu propaganda kulingana na vita yao yeye na Iran. Mara anakuja na dress kitu fulani, leo kitu fulani inafanyika, leo kitu gani ifanyiki. So nani ajui Donald Trump na propaganda? Haya, ikwe ni ukweli. Je, bunge ya Kenya na president wamesign hiyo kitu? Bunge wamedebate hiyo kitu? Kwa sababu lazima iletwe kwa bunge kwanza, wabunge wa debate kulingana na sheria ya Kenya. Tukimaliza hiyo kwanza, pia Kenya pia ujue tulisign ile sheria ya ofisi ya WHO kukua Kenya. Si ofisi tulisign ikuwe hapa Kenya. Lengo ya ofisi kukua hapa Kenya ilikuwa nini? Mpaka tunasema itapea watu wengi kazi. Sio ni one of them kazi ambayo hiyo ofisi itafanya. All and all, kwanza mimi nasema ni propaganda. Hiyo ni proposal ambayo US amepropose kwa Wakenya, kwa president wa Kenya. So Ruto ndio ataamua kama atakubali nayo au hata kama atakataa. Simple like that. Na mimi nasema Ruto atakikubali aweke hiyo nini, health pale itaangaliwa, aweke central. Hata kama Ruto atakubali iwekwe central. Hakuna wasiwasi. Ikiwekwa central hatuna wasiwasi. Kama atakubali na hiyo deal, hiyo health requirement iwekwe central. Kama iwekwe central, iwekwe Ukambani. Kama uwezi wekwa Ukambani, iwekwe pale kuna strong supporter wa one term. Yes. Kwa sababu kama nyinyi mmeanza kuleta propaganda mapema kwa TikTok, kwa social media, tutasemaje? Mtu naenda na Google analeta statement ya USA sijui nini, itatusaidia nani? Tulete statement ya president amesign au hajasign, president amekubali hajakubali, simple like that. Sio unatuletea US amesema, amemwambia jeshi nini. Hiyo ni US, hatuna haja nayo. Hiyo ni US amesema kwa watu wake. Je, Ruto amekubali hajakubali? So unatugugia butu hapa, US amesema. Yes, US amesema, tukatai. Hiyo ni haki kusema. Je, president wetu amekubali? Je, wabunge yetu wamekubali? Je, wananchi wa Kenya wamekubali? Simple like that. Kwa sababu katiba mpya, wananchi wako na power kuliko president. Tunaweza andamana, ndio hiyo kitu sifanyike. Wewe tuambieni ukweli. Lengo yenu ni nini? Plani zenyu ni nini? Wacha kila kitu kikuja unaleta negative. Paka mtu ameenda kwa TikTok aka ameandika Ebola in Kenya. Ebola in Kenya, wewe ndio umeweka Ebola in Kenya. Wewe ni daktari, umeprove Ebola iko Kenya. Heading zingine zingine tukiandika pia hapa kwa TikTok tukaongea, tuandike heading vizuri. Kwanza moa Ebola in Kenya. Na kama wewe si patrol ya inchi, kama wewe si msalendo, hani uko hapa tu bahati mbaya. Wewe uko hapa tu kwa benefit zako. Na wewe moa 001, tunafaa tuangalie ID yako. Tunafaa tuchunguze ulipata ID aje. Kwa sababu uweze tundikia heading hapo kwa TikTok Ebola in Kenya. Kwa patrol ya inchi, kwa msalendo wali inchi. Ni nini unauzia watu huko? Ni nini unauzia wageni huko? Ni nini unauzia tourism huko? Ni nini unauzia wale ambao hajui chochote? Sasa ingine tuwachanga propaganda bwana. Tuache nyege ya siasa. Tuache kaswende ya siasa. Tuache kisonono ya siasa. Hii ndio maana DCI wanashika nyinyi ovyo ovyo. Kwa sababu gani? Uchungi mdomo zenyu, uchungi mind zenyu. Sasa zingine kwani patrol? Kwani wazalendo? Kwani wazalendo wa inchi? Kwani wazalendo wa inchi bwana? West, East, North, home is the best. Kwani wazalendo? Hata kama unakula pesa kutoka watu nje, kwani wazalendo?
Hata kama uko na hasira, kwani wazalendo. Hata kama uko na ujinga, kwani wazalendo. Hata kama wewe ni maskini, kwani wazalendo. Hata kama unachukia rais, kwani wazalendo. Kwani patrol kwa nchi yenu. This is your country. Mwa bwana, behave like a Muslim. Behave like a Muslim sometimes. Some things. Vitu mnafanya duniani hapa, mbele ya Mwenyezi Mungu utajibu. Vitu unaongea mbele hapa duniani, mbele ya Mwenyezi Mungu utajibu. Sometimes think twice. Kuna siasa na kuna dini. Sometimes think twice. Kuna siasa na kuna binadamu. Sometimes think twice. Kuna siasa na kuna uzalendo. Sometimes think twice. Kuna siasa na kuna kukua patriot. Being good people bwana.